Ni Mei 3, 2025. Hii ni Sat Media na karibu sana katika usomaji wa magazeti ya siku hii leo. Mimi ni Jacob Martin. Nianze na gazeti Uhuru. Uamuzi wa Rais Samia waibua wabunge, wadau mbalimbali nao wampongeza. Wasema nyongeza hiyo itakuza maslahi ya wafanyakazi. Kuhusu nyongeza mshahara ya watumishi wa umma na agizo lake kwa sekta binafsi kuangalia namna ya uboreshaji maslahi. Habari unayopata katika ukurasa wa pili. Lakini madhara yatajwa wanawake kuweka chumvi tumbako sehemu za siri. Habari unayopata katika ukurasa wa 3. Lakini shilingi bilioni 23.1 kugharamia matengenezo ya barabara. Ukurasa wa 5. Neema wanaojitolea utumishi wa umma. Habari unayopata katika ukurasa wa 5. Lakini sekta ya nishati ipo salama, au maneno kutoka kwa Dr. Biteko, na habari unaipata katika ukurasa wa 4. Na katika gazeti Habari Leo, Samia akonga nyoyo nyongeza mshahara, wabunge wasomi wasema ni msikevu, wachumi waeleza itakavyoinua uchumi pato la taifa. Habari unapata katika ukurasa wa 2. Sekta ya madini yaje na vipaumbele 8, mapato ya mchango pato la taifa wafikia 10.1. Habari unapata katika ukurasa wa 2 pia. Lakini Nchimbi ataka uchunguzi haraka shambulio Padri Kitima, ukurasa wa 4. Biteko asema lazima umeme wafikie Watanzania wote. Habari unapata katika ukurasa wa 7. Tanzania yapanda kimataifa uhuru wa habari. Habari unapata katika ukurasa wa 7. SGR sasa yasafirisha milioni 2.3, yaingiza bilioni 67. Habari unapata katika ukurasa wa ndani. Katika gazeti Jamvi la Habari, Biteko aitaka TANESCO kupeleka umeme Katavi, awapongeza kukamilisha ujenzi wa kituo cha kupoza umeme cha Urambo, awakumbusha maelekezo ya Rais Dr. Samia kuwa Watanzania wanataka umeme, lakini ampa maua yake mama sita kwa kujitolea kiwanja ulipojengwa mradi kituo cha kupoza umeme Urambo. Habari unapata katika ukurasa wa 4. Mchengerwa ampongeza Dr. Samia kwa ongeza mishahara. Anasema wizara yake inasimamia 76% ya watumishi wote nchini. Hivyo njia ya kuunga mkono maono ya Mheshimiwa Rais ni kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Habari unapata katika ukurasa wa 4. Katika gazeti Zanzibar Leo, Dr. Mwinyi ataka vijana wafunzwe malezi na maadili. Habari unapata katika ukurasa wa 2. Lakini Dr. Mwinyi ateua viongozi, ukurasa wa 2. Majaliwa asema serikali inathamini mchango sekta binafsi. Habari unapata katika ukurasa wa 6. Na sasa na katika ukurasa za michezo na burudani katika gazeti Uhuru. Simba ilifunga jana timu ya Mashujaa FC kutoka mkoani Kigoma, lakini serikali kujenga viwanja zaidi baada ya CAS kutupa rufani ya Yanga, wanasheria nchini wa ibuka. Katika gazeti Habari Leo, Simba mdogo lakini CAS yairudisha Yanga TFF, msajili aisubiri katiba RT, lakini Diamond asema anatamani kupata msanii kutoka Singida. Habari zote zinazopata katika gazeti hili la Habari Leo. Katika gazeti Jamvi la Habari, Simba ilaza Mashujaa kwa mbinde, lakini Yanga wakomana mechi Simba. Biashara United yazidi kushuka kiviwango, na Diamond WCB Wasafi kukinukisha leo Tarime. Ipate nakala yako hii ya Jamvi la Habari wa habari zaidi. Basi nimalize na gazeti Zanzibar Leo katika kurasa za michezo na burudani. Simba yarudi NBCPL kwa ushindi, lakini Malindi mafunzo za tinga robo finali FA Cup. Mbeya City yarejea ligi kuu bara. Lakini makocha Mlandege, Mwembe, Makumbi City watunishia na misuli. Habari zote zinazopata katika ukurasa huu wa nyuma katika gazeti hili la Zanzibar Leo. Mtazamaji, na hizo ndizo habari kubwa ambazo zimetokeza katika magazeti haya ya siku hii ya leo. Tembelea katika mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, Facebook, X na TikTok kwa jina la Sat Media, lakini pia kutembelea katika YouTube channel yetu kwa jina la Sat Media. Mimi ni Jacob Martin na nikutakie siku njema.